بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد tunaendelea katika asili ya darasa zenyewe ni kwamba nyumba ambazo zisoingia malaika, na tukasimama katika kauli kwamba nyumba ambazo watu wake wanafanya madhambi makubwa yartakibuna alkabair, na kwa hivyo sasa tuko katika kuzichunguza hizi kabair ni aina ngapi na ziko ngapi, na tumeshaanza kuchukua kama darasa 4-5 zilizopita, na leo tunaendelea. Basi leo mfumo wa darasa yetu itakuwa katika baadhi ya kabair zimetajwa kwa pamoja grupu, tunazikuta katika ayat za surati al-an'am kuanzia aya 151 mpaka 153 kwa misafu ya desturi, ukurasa 148 chini. Ukurasa 148 tutasoma hizi aya, tutatizama yale ambayo yaliyotajwa. Umaarufu wa aya hizi tatu 151, 152 na 153, umaarufu wake ni aya hizi zinaitwa wasaya al-ashr. Zinaitwaje? Wasaya al-ashr, nasaha, wasia au nasaha 10 zilizotajwa hapo. Na ndio asili ya dini, mambo yaliokuwa muhimu katika yale ya maamrisho na makatazo yamo katika hizi wasaya al-ashr. Hili limeitwa jina nini? Wasaya al-ashr. Na hizi wasaya al-ashr ukitizama ndio asili ya dini, na iko asili ya dini utegemee mengi kama haya au yenye kufanana haya utayakuta katika nini, katika sheria ya Taurat na Injili, vitabu vilivyoshuka kutoka mbinguni yatakuwa yale. Kwa wazungu al-wasaya al-ashr kwao wanaita the 10 commandments. Hata waliekti filamu zamani kuhu the 10 commandments, nasaha 10, Charlton Heston nani zamani. Lakini sisi hatutaki tufuate zile, kwa sababu kuna mingine hayakubaliani na yale zile nasaha zilizokuja katika aya hizi 10 commandments zao. Kwa kupitia mbio kabla tujaanza hizi aya za kusoma, kitu cha mwanzo katika wasaya zao zilizokuja katika 10 commandments kwamba mimi ni Mungu Mola wenu, mniabudu mimi na Mungu ni mmoja tu. Na hili lilipokuja katika zama za Isa alayhi salam akabadilisha baada ya kuondoka, baadaye wakafanya miungu mitatu, Trinity, na Mwenyezi Mungu akakataza wala taqulu thalatha intahu, stop, sisemi miungu mitatu, inama ilahukum ilahun wahid. Na hii katika hizo agano la kale wanataja kwamba ni Mungu mmoja Muhammad, lakini huko miungu mitatu, na Kristo ni mtoto wa Mungu na Masihi alayhi salam. Haya ndio wanavyosema katika kitabu chao. Lakini ukitazama utaona kwamba mimi Mola wenu, mimi Rabb Mola wenu, hamna nyinyi Mungu yote isipokuwa mimi. Na hiko tu sisi hivyo tutaiona kabla hatujaanza nasaha za huko. Alafu baadaye inakuja nini? Msitengeneze masanamu mnaochonga nyenyewe, wala picha zozote, la popote, iko mbinguni, iko chini ya ardhi, iko katika bahari, moto msifanye. Wala usitaje Mola wako kwa jina kwa ubaya. Na hii kwa kama katika Mungu cha Taurati wao waitukuze siku ya nini? Siku ya Sabato, siku yao ambayo hayatuhusu sisi. Lakini tutazama yale yaliyotajwa humu, alafu tutazama yetu sisi, tunaomba tuyafuate maamrisho ya Allah katika Qur'an. Tupitie ili mtu awe na fikra nini kimetajwa katika vitabu vingine, au sivyo? Alafu ikisha mkirimu babako na mamako, ili na wewe siku zako ziwe ndefu katika maisha yako. Tazama katika ardhi hii ambayo amekupa muda wako. Alafu anasema nini? Usiue, usizini, usiibe,
usitoe ushahidi wa uongo kwa jirani yako, kwa jamaa zako. Usitamani nyumba ya mwenzio ya jirani yako au ya jamaa zako. Usitamani mkewe wala mtumwa wake wala kijakazi wake wala ng'ombe wake wala punda wake wala chochote ya jirani yako. Kwa hivyo ukitazama hizi katika mambo ambayo tutakatazama tutasoma katika hizi aya sasa hivi. Haya tumepita njia by the way tu tupate kujua yaliyotajwa katika vitabu vingine, lakini sisi tuhusu zaidi kuanzia sasa hivi. Allah anasema katika kitabu chake aya 151 baada a'udhu billahi minash shaitani rajim قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. آية 151. قل سما يا محمد وانبيه تعالوا njoni. Hapa ndio tunaona tofauti. Ta'alau njoni kwa fatha, lam ina fatha. Usije ukasema ta'alu. Ukisema ta'alu msharibu maana. Ta'alu ni fi'il madhi, kitu cha zamani kishapita. Wao walitakabbaru fata'ala Allahu al-malik al-haq, sio ametukuka Mwenyezi Mungu, basi wamejitukuza. Ta'alu, ukisema ta'alu walijitukuza wao zamani. Hii ta'alu fi'il amr, unamamrisha njoni juu, kama kwamba nini al-ulu ni juu, ad-dunu chini, adna wa a'la, sio subhana rabbiyal a'la alikuwa juu kabisa. Ta'al njoo, yani ni kama kwamba mwenye kuita yuko juu na yule yuko chini anamuitaje juu. Ta'alu njoni, muinue yale mnaabudu nyinyi kitu cha chini kabisa wala hakina maana, lakini njoo katika dini ya Mwenyezi Mungu iliyokuwa juu kuliko dini zote. Ta'ala upandeni juu, kama anavyouliza Sheikh Harawi, yani ta'ala bi maana njoni, msikilize. Njoni tukwambieni, nikupeni nasaha, nikupeni wasaya. Ta'ala bi maana nini njoni? Au maana nini? Maana ya kwamba nini? Ta'ala atlu njoni, tuchukue maana njoni. Acheni dini kwa chini, kama tena dini ya juu kabisa kwa dini zote. Wala dini zote ni batil na dini ya haki ni moja tu. Njoni katika haki. Ta'ala atlu. Al-atlu maana nini? Ili mimi nikusomeni, bimaana mimi nikubainishieni. Warattil al-Qur'ana tartila. Yatlu atlu rattil. Atlu nikusomeni, nikubainishieni, au sio? Nikufahamisheni. Atlu ma harrama rabbukum, yale aliyoharamisha Mola wenu mlezi alaikum juu yenu. Bimaana hapa yanayotajwa hapa yale haramu ndio yatakuwa min al-kabair, ambako tunaenda darasa yetu tunaruhusu hivi min al-kabair, tunataja kwa mkupo mmoja yale yote yaliyotajwa. Hizi aya zinaitwa al-wasaya al-ashr, aya tatu hizi 151, 152, 153, wal-wasaya al-ashr fi al-Qur'an. Kwa sababu leo ukitafuta wasaya al-ashr ukaenda ukaperuzi katika Google utaona wasaya katika Taurati, katika nini, lazima 10 commandments zote zinatajwa. Lakini ukisema fil Qur'an utaletwa kwenye aya hizi tatu, 151, 152, 153 mtaziona. Kwa hivyo sisi tunasoma aya halafu nini tutalinganisha yale ambayo min al-kabair, sio? Kwa hivyo ta'ala atlu ma harama rabbukum alaykum, alakum haramisheni Mola wenu juu yenu nyinyi. Alla la mwanzo hilo, alla tushriku bihi shay'a. Wametaja hivyo, simshirikishe, mwabudu Mungu mmoja tu. Basi kaongeza nini? Wala msitengeneze masanamu mkatundika na makanisa bila masanamu. Msifanye masanamu wala picha mkaabudu baadaye. Naam. Hapa la tushriku bihi shay'a, bimaana ashirk ni akbar al-kabair, hajuu kabisa ya mwanzo, sio? Kwa hivyo moja katika al-kabair iliyotajwa hapa ashirk, au sio? Halafu ya pili nini? Wa bil walidaini ihsana,
na wazee wawili wafanyeni wema. Kwa hivyo kabira hapa ni nani atajua wafanyeni wema? Hii amri. Wanasema amri ikitajwa, msikia amri ikitajwa bimaana kinyume chake nahi, mkatazo, inakuwa ndio maana moja mukabili hii nahi. Sheikh Sharawi anasema vitu kama hivi wasakum bihi, chini mwisho dhalik wasakum bihi la'allakum tadhakkarun, sio kwamba hii ni amri yote kama kwamba ni kitu kimoja chenye kukatazwa. Chenye kukatazwa ni chenye kuamrishwa, kinyume chenye kuamrishwa ni kukataza, kinyume chenye kuamrishwa ni chenye kukataza. Kwa hivyo ikiwa mwambiwa bil walidaini ihsana, kwa hivyo min al-kabair uququl walidain, kufanya ubaya, kufanya kwa kukana wazee kwa vibaya, kuwafanya wazee wema, kuwafanya wazee uovu, itakuwa ni uququl walidain, moja katika al-kabair uququl walidain, kutokuwatazama wazee kwa uzuri. Kwa hivyo hapa wabil walidaini ihsana ni amri na wasia, lakini pia utizama katika darasa yetu ikiwa tunazungumza min al-kabair. Kwa hivyo kutokuwafanyia wema wazee, uququl walidain, na tushaelezea sana siku za nyuma. Wabil walidaini ihsana, na utizame katika nasaha zote, katika hukumu aliyokisha kupitisha Mola wako, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ndio sasa na hapa kuna aya zinakwenda sambamba na aya hizi mitatu. Kama utakwenda katika surati Isra alafu ukapima aliyotajwa hapa na aliyotajwa kule, inshallah tutafanya jambo hilo, na utaona kwamba nini yale maamrisho yanakuja tena, ingawaje kwa baadhi ya maneno tofauti kidogo. Kwanza waqadha rabbuka la ta'budu illa iyyah, kishapitisha hukumu yake msimwabudu ila yeye, wa bil walidaini ihsana. Hapa wafasiri wanasema namna ya kutukuzwa wazee wawili, kwamba Allah ameiweka kaiambatanisha pamoja kishapitisha hukumu yake, waqadha rabbuka, kishapitisha hukumu yake alla ta'budu illa iyyah, msimwabudu ila yeye tu, msimwabudu yoyote ila yeye tu. Halafu je, wabil walidaini ihsana, na wazee wawili wafanyie wema. Yani tazama, kumwabudu Mwenyezi Mungu na wazee wawili kuwafanyia wema limechanganywa karibu na ibadatullah, hata kupewa uzito wa wazee wawili. Wanapokuwa dhaifu na wewe una nguvu, ilma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma, wakifika utuzimani ikiwa mmoja wawili wao au kilahuma, wanapofika wakubwa alafu kawafanya vibaya, ndo hapo ndo unapohitaji msaada wako. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, usiseme hata neno dogo, wala usiwakaripia na kuwashambulia. Wa qul lahuma qawlan kariman, waambie maneno mazuri. Wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma, washushie mabawa ya udhalilifu katika rehema. Wanahitaji rehema zako, wanahitaji uwe mpole. Hawa wazee wamekulea, wamekufanya ukawa binadamu, wewe unawafanya wale kama wanyama. Astaghfirullah. ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما واخفض لهم جناح الذل وقل. Halafu katika yote haya dua zako kwa wingi kwa wazee wako, qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Hapa ndio unapolipa deni wewe. Waqul, nasema rabbi irhamhuma, ewe Mola warehemu wazee wangu wawili, baba na mama. Manake Allah hajatuachia ila katufahamisha kila kitu. Ikiwa aya hii, ikiwa aya katika surati an-Naml, Nabii Suleiman anavyosema rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, au kule nasaha Mwenyezi Mungu katika surati al-Ahqaf kwamba bil walidaini ihsana imetajwa nasaha za Mwenyezi Mungu mwenyewe juu yetu. Nabii Ibrahim asema rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumu hisab. Kwa hivyo ukitizama ni muhimu sana kwamba nini kuwafanya wazee wema. Wala taqtulu auladakum min imlaq,
Kwa hivyo baada huququl walidain ya pili tunataja kabais, tunageuza maneno yaweka yale kabair ambayo tunataka kuyataja katika nini, katika darasa yetu hii, yale madhambi makubwa. Kwa hivyo kuwafanyia uovu wazee wawili, halafu kisha wala taqtulu auladakum, wala msiue watoto wenu min imlaq, kutokana na ufakiri. Watoto nao wanafanya nini? Utafute njia waue kwa ajili ya ufakiri. Min imlaq. Aya nyingine imekuja nini? Khashyata imlaq. Tupolinganisha hizi aya na katika sura Isra baadaye, hatuziachi, tutasoma hizi na zile ili tupate kuona nini yaliyotajwa kwa ujumla. Khashyata imlaq, kwa kuogopa nini? Ufakiri. Hapajazaliwa bado. Kwa hivyo zuia mimba, zuia uwa katika tumbo lake, khashya, kwa kuogopa pale utapompata mtoto. Lakini hapa mtoto yupo, msiue watoto wenu hivi sasa. Kwa nini? Mimi mla kutokana na ufakiri mliokuwa nao. Ufakiri upo, lakini pale kabla hujapata unategemea utakuja ufakiri, ataongezeka mtoto, nitamlisha nini? Khashya imlaq kule tutasoma baadaye sura Isra. Lakini wacha tukamate hizi kwanza. Kwa hivyo kumua mtoto ulimzaa mwenyewe, qatl aulad, kwa watoto wako, wala taqtulu auladakum min imlaq, kutokana na ufakiri. Halafu hiyo itakuwa ngapi hiyo? Ya tatu. Halafu ya nne, hapa jesha ya tatu anasema nahnu narzuqukum wa iyahum. Nahnu narzuqukum, sisi tunakuruzukuni nyinyi, wa iyahum, na watoto wenu hamna takuwa kwa kuogopa ufakiri. Imetangulia tunakuzurukuzu nyinyi, hatujapata tabu kuruzukuni, itashindwa na kuwapa na wao. Nyie mnataka kuua watoto wenu, mbona tumekupeni nyie? Mnataka kuonea hao, mnataka kuua kwa sababu nini? Mnaogopa ufakiri? La, kule msio watoto wenu walipokuwa na mimba, au kama unataka kushika mimba baadaye ukipata unaanza kuogopa. Khashyata imlaq, unaogopa, kwa hivyo sitaki mtoto. La, kule imekuja nahnu narzuquhum, tunaruzuku wao, hao mnaogopa. Msiogope, wacha waje narzuquhum wa iyyakum, na pia tutakuruzuku nanyi. Sasa ukitazama kila mmoja mna hikma kubwa na balagha katika nini kuelezea haya mahusiano hapa. Kwa nini hapa min imlaq, kule khashyata imlaq, kwa kuogopa? La, kila mmoja na maana yake, kwa makusudio yake. Haya maneno ya Allah, kalamullah. Yani ukiona wewe hujafahamu, rudia tena na tena mpaka ufahamu nini maksudio. La, bali kuna maksudio makubwa yaliyofichika ndani yake, hajui ila mwenye Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyahum, tunakuruzukuni nyinyi na wao. Sawa. Alafu tunakuja ya nne sasa, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wala msikaribie kabisa alfawahish, mambo machafu, ma dhahara minha, yanaonekana, wa ma batan, na yaliyofichikana. ما ظهر منها وما بطن. قولي ما ظهر منها وما بطن mara nyingi hutumika katika mambo mbalimbali, yaliyodhihiri na yaliyofichika. Batn ni tumbo, ma batan yaliyokuwa ndani ya tumbo, bi maana yaliyofichika. Hiyo ndio kusudio ma batan. Ma dhahara, yaliyodhihirika, dhahir, inaonekana. Ma batan kinyume cha dhahir. Hapa ndio asili ya neno ni tumbo, lakini ndani ya tumbo yaoni. Kwa hivyo ma batan na yaliyofichikana. Kwa hivyo hapa madhambi mengi tunayoona ya dhahiri, mengine yamefichika, watu wengine hawajui ila baadhi. Kwa hivyo unafanya jambo mtu kwamba sio dhahiri, lakini anafanya, hayo yote nakatazwa. Kwa hivyo kwa pamoja, mafawahish, machafu yote yanakatazwa, msifanye, msiasogelee. Wala taqrabu, manake msiasogelee. Sasa yale yote ya karibu na fawahish, basi kaeni mbali nayo. Haya maacha, mimi natazama tu, lakini sifanye. La, usikurubie, wala usitarame, kaa mbali nayo. Sawa. Alafu anasema nini? Kwa hivyo hii ya nne, machafu, acheni machafu. Wala taqtulu nafsa allati harama Allah illa bilhaq, wala usiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha ila kwa haki yake kuuliwa. Mzinifu alioa pigwe mawe, kaua na yeye uliwe, ndio haki yake. Alirtadi katika dini, katika haya ingawa haijatajwa katika Qur'ani, lakini katika hadithi sahih, murtad ila akhiri. Kwa hivyo hapa msiue nafsi ila bilhaq, haki yake. Dhalikum wasakum bihi
dhalikum hayo wasakum amekusieni bihi haya mambo yenyewe la'allakum ta'qilun ili muyatie akilini uzuri muyafahamu na ukichangamsha akili yako ukatazama haya utaona haya fi'lan ni mambo ya kujenga jamii iliyokuwa nzuri jamii yenye kupendana jamii yenye kusaidiana jamii yenye khairi yenye kufanya mema daima kama yatatekelezwa haya na wasia kutoka kwa Mwenyezi Mungu pima kwa akili yako usitazame kwa matamanio yako pima kwa nini kwa akili yako usitamani kwa usikata katazama mambo haya kwa nini kwa matamanio yako kwa sababu nafsi itakuamrisha maovu an-nafs amaratun bisu kwa hivyo hapa tumefika mpaka kuua qatl nafsi sio dhalikum wasakum bi la'allakum ta'qilun hapa tukiulizana kwa nini hizi wameziita maulama sio katika Qur'ani hajatajwa lakini maulama wanavioni wamesema hizi alwasaya al-ashr ikiwa katika vitabu vya kale wametaja alwasaya al-ashr 10 commandments na hizi ni 10 commandments zetu ambazo za kufuata na kuziamini sizo zile nyingine ambazo zituhusu sisi kutukuza siku ya sabato haituhusu sisi nyingineyo na kwa hivyo hapa imetajwa mwisho aya dhalikum wasakum bi aya 152 dhalikum wasakum bi la'allakum tadhakkarun hapa la'allakum taqilun aya nufuatia dhalikum wasakum bihi anataja 2 3 4 alafu kisha anatia wasia anakwenda kwenye aya nyingine dhalikum wasakum bihi hiyo ndio alokuhusieni Mola wenu la'allakum tadhakkarun asamka kumbuka baada kushakuetea katika akili baadaye mtakuwa mnayakumbuka kila mara naona maneno haya na ya 3 aya mwisho dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun na ukishakumbuka unatakiwa ucha Mungu hapo mfahamika hapo jamaa kila moja imekuja kwa maana yake la'allakum taqilun la'allakum nini tadhakkarun alafu baadaye la'allakum taqilun sasa tutizame baada ya kushaanne tukwenda kwenye aya 152 ambayo inasema nini wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awfu al-kayla wal-mizana bil-qist لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون آية 152 لا تعنوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن msisogele mali ya yatima isipokuwa illa billati hi ahsan isipokuwa kwa njia ya wema njia ya wema nini njia ya kuzisafisha pesa zile za kuzitakasa njia za kuzikuza kwa njia halali njia ya kuboresha illa billati ahsan njia ya kuwatazama watoto wao wakapata yale wanayohitajia ya muhimu kwa akali ya pesa akali ya mali yao sio mkapoteza watapokuwa wakubwa kauliza mali zetu ziko wapi lazima haya yote tazama طيب hapa alivyosema wala taqrab kwa nini sema wala taakulu mala yatim kwa nini pasisema wala taakulu mala yatim kasema wala taqrabu kila ukiona baada la taakulu wala taqrabu alafu ndo kaja usizini wala taqrabu zina asio wajifanyanibuhu kaini bali nayo hayo yote maana kwamba nini kuna mingine ya kukurubisha mpaka ukafikia kwenye kile kitendo ukakitenda yale ya kukaa stage za mwanzo mpaka kutenda kitendo zile zote ziepukana nazo sio kile kitendo chenyewe tu mali yatim Sharawi anasema usikarubie kabisa wala taqrabu mali yatim walau bil khatir wala bit tafkir na nukulu kwa Sharawi hata kwamba isikupitie tu kwa kweli nazo pesa yatima hapa kwa situmia alafu kesho karejesha walau bit tafkir alafu kama unafikiri nitachukua ngapi mimi sitachukua laki mbili tu laki mbili kesho nikizipata kwa fulani atanipa kesho kutwa nitazirejesha sasa unafikiri njia gani ya kuchukua na kurejesha anjo chukua alafu kama utarejesha tena nitalipa kesho kutwa nitalipa mwakani nitalipa itakuwa halas umeshakwenda kinyume na maamrisho ya Allah
Kwa hivyo ikija fikra pesa za yatima nazo usizigusi. Katafute njia nyingine, kamkope jirani yako, kamkope ndugu yako, asio kazime popote, kaombe nje, lakini usiguse pesa za yatima. Kwa hivyo la taqrabu mal yatim, katika kabaire mali ya yatima msiguse illa billati ahsan. Kuna mengi ya kuwafanya kwa mali ile kwa ajili yani bora, na ili wapate zile pesa wanufaike baadaye. Hata katika matumizi ya nyumbani usisogee. Wewe una pesa za kutosha, mayatima wawili waliokuwa nao unaweza kuamudu kwa pesa zako, usiguse pesa zao, huna haki. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Iffa hapa maana nini? Kaa mbali nazo, usisogelee. Hata usichukue shilingi 200,000 kwa ajili ya chakula chao ya siku nzima. Man kana ghaniyan falyasta'fif. Asiziguse, atumie katika zake awalishe, na khairi zako mwenyewe, khairi zitakujia mwenyewe, ajiri itakujia mwenyewe, thawabu zitakujia mwenyewe. Bali wewe Mwenyezi Mungu anakupenda zaidi, radhi za Mwenyezi Mungu zitazidi kwako, bali wewe Mwenyezi Mungu atakuongoza katika khairi, kwa sababu pesa zile usione kwamba umetoa shilingi 2,000 kila siku, 3,000 kuongezea katika chakula chako kwa ajili ya watoto mayatima wale, na hujazigusa pesa zao. La, wallahi mambo mengi sana unajitengezea kwa nafsi yako, kwa maslaha yako mwenyewe. Lakini je, ukiwa fakiri, faman kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Bima'ruf nini? Chakula chao kipima au ataka 3,000 hawa, chakula cha asubuhi, chakula cha usiku, chakula gani? Mimi nitachukua 2,000 tu, yabakia nitaongezea mimi, japo hiyo kidogo nitapunguza katika chakula changu bali. Masahaba walikuwa hata vyombo vichungu cha yatima mbali na chungu chake mbali, chakula hiki sijaja tone moja kaingia huko, akaambia la, sio mpaka kufikia mipaka hiyo, la, changanyeni basi bil ma'ruf hapo, ila billati ahsan. Kwa hivyo wao wanakula 3,000, 2.5 utachukua kwao. Chukua 3, fakiri sana wewe, chukua, lakini chukua 3.5, nusu ikaja kwako wewe ukala, jiepushe nayo. Jiepushe nayo. Kwa hivyo hapa kile mali yatima ila kwa bora, ila bilati ahsan hatta yablugha ashuddah, mpaka tufika utuzimani, wana akili zao tamamu, wanaweza kutafakar. Unauliza maswali, unawatazama, unafanya mitihani wewe. Wewe uko na pesa zenu, unafikiri utafanya? La, mimi sasa hivi nasikia benki, sizigusi. Mimi wallahi nafikiria biashara kadha nianze. Kwa sababu biashara hii mimi mwenyewe nitakwenda Uchina, nitakwenda India, nitakwenda Dubai, nitanunua vitu. Kuna vitu mimi nishazungumza na wanafanya biashara, watanisaidia. Kwa sababu unajua mzee wangu, babangu walikuwa rafiki zao, na wakifanya kazi pamoja, kwa hivyo wale watanisaidia. Hata safari na kwenda nao. Na mtu wenyewe anakutajia, unajua kama ni mtu mwema, mtu mzuri, mtu aheri. La, iko hivyo fanyeni. Haya, pesa zenu hizi. Alafu mweke shahidi wakati tunapo hapa. Washahidi lazima, hii ni amri ya Mwenyezi Mungu halafu na hapa wenyewe. Lakini pale utajuta, utakuja kuambia la, sisi tumeambiwa, mama yetu katuambia, bibi yetu katuambia, ami yetu katuambia, pesa hizi baba alikuwa na nyumba kadha, alikuwa na biashara kadha, alikuwa na cash peke yake dola kadha, shilingi kadha. Mfano hizi zote ziko wapi? Zote umetulisha sisi. Hapo bwana, pesa zenu nimechukua ziko kiasi kadha, baada ya kupita miaka kadha hizi pesa nimezikuza mpaka zikafika kadha, hizi pesa zenu. Sawa? Imeingia akilini. Ili jitoe katika nini lawama mbele ya watu wanaoishi nao na kadhalika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mwenyezi Mungu bila shaka anajua kila kitu. Haya, hata yablugha shudda, unapofika utu uzimani, mnawapa wenyewe. Anaweza kuwa mkubwa kwa umri, lakini kwa akili mdogo. Wala ta'tu sufaha amwalahum, wala msiwape masafihi. Safihi hapa sio mtu safihi mbaya maneno mdomo, ni sufaha bi maana watu ambao akili zao bado hazijawa za utu uzima za kuweza kufanya mambo kwa wenyewe. Bado ukiwapa pesa zitachezewa zote, watakwenda kuzitumbua huko, wasafiri waende wapi na wapi, wakirudi pesa zote zimekwisha, wanaingia katika ufakiri. La, msiwape masafihi mpaka nini, mwafanye mitihani, muhakikishe kwamba hizi pesa tukiwapa watazifanyia khairi.
hapo ndio nataka wape. Kwa hivyo hata yablugha shuddahu fil aql wal umr, mambo mawili pamoja mpaka afike utu uzimani kwa kiakili, akili zake za kiutu uzima na umri wake kishabaligh. Anaweza mtoto miaka 17 18 akawa tayari, na mtoto miaka 20 bado akili za kitoto. Dawa 20 usimpe kwanza, usimpe mpaka afike umri wa nini wa kuweza kufahamu mambo na kuweza kutafakari sawa sawa, ili asijitie katika hasara. Qur'ani imetufundisha kila kitu, alhamdulillah. Kwa hivyo wauful kaila wal mizana bil qist, watu wa Shuaiba walikuwa kazi yao nini? Wanapunja katika nini? Kupima vipimo vyote. Hapa Mwenyezi Mungu hapa anasema na nini wauful kaila wal mizana bil qist, na mupime na الميزان الكيل والميزان الكيل والميزان aina mbili za nini? Za vipimo, iko vya majimaji, vya urefu, vya uzito, wanatumia alkail walmizan. Wailun lilmutaffifin, wale wao wale wenye kuibaiba katika kupima mizani. Alladhina idha talu ala an-nas yastawfun, wanapokwenda kupima hao ili wanue kwa dunia kwa jumla, wanataka alwafa, watimiziwe kwa ukamilifu. Wa idha kaluhum aw wazanuhum, alkail walmizan. Wa idha kaluhum, nasemekana si vipimo vya urefu au nini, au wazanuhum, wizani wa uzito zote, yani kile aina za vipimo. Ikiwa kwa dhahabu vipimo vyao vidogo vidogo, ikiwa kwa lita, mita, kwa gram, kwa kilogram, hizi zote wailu lilmutaffifin. Almutaffifin wizi wa mizani. Wauza nyama iko natia maji pata kuzia uzito au anatia kipande cha chuma kwa chini pale, kichwa nyama mbio inazidi kidogo, au nyama uitupa kwa nguvu, ikishuka tu mizani papa na ibeba kabla haijarudi juu. Njia nyingi za uwizi wenyewe ma expert la ndio watu wakifanya zamani. Au kwa hivyo kailo almizan, vipimo vyote vya pamoja, maneno mawili yatumika pamoja. Wa auful kaila wal mizana bil qist, kwa nini? Kwa uadilifu. Na timizeni vipimo na mizani kwa uadilifu. Tutasema hivi bora alkaila, vipimo vyote vilivyobakia, kwa lita, nusu lita, kwa ngapi, au sio? Na mingine mita na sentimita kwa urefu, na gram, kilogram, zote tatu tunazitia kama nini, na kama ni kailo almizan bil qist, kwa uadilifu. La nukallifu nafsan ila wus'aha, sisi hatumkalifishi mtu ila kwa kadiri ya wasaa yake wake, ili kwa kadiri ya uwezo wake, kwa kadiri ya fahamu yake, kwa kadiri. Lakini alhalalu bayyinun wal haramu bayyin, halali sahihi inabainika na haramu inabainika. Tayeb, alafu anasema wa idha qultum fa'dilu, namnuposema semeni kwa uadilifu. Wa idha qultum, semapo semeni kwa uadilifu. Walau kana dha qurba, hata ikiwa wa jamaa. Maneno yanasema kwa mbele ya jamaa yako utakumtetea Musailima al-Kadhab na jamaa zao, si kabila Bani Amir, si Bani nani. Musailima akapigana na Khalid al-Walid baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kufariki. Vita vya masahaba kuanza nini? Kuua al-murtaddi, kusafisha ardhi yote na wale waliortadi katika dini. Vita vikali sana, vita vya Yamama vilikuwa vikali kweli, masahaba wengi walidondoka. Inasemekana watu zaidi ya 80 walikuwa wamehifadhi Qur'ani na wamekufa. Hata ndio kaja fikra kwamba Qur'ani tuidawi, tuchanganye pamoja, tuandike. Fikra Umar Khattab, Abu Bakar alikataa kwanza, baadaye akaikubali, alafu wakaanza kukusanya. Zaid ibn Thabit kapewa kazi ya kukusanya Qur'ani, akaiandika. Akasema wallahi, mwenye kazi bora ungeniambia ni sukume jabali, ni nukulu pale pingine, ingekuwa nyepesi zaidi kuliko kukusanya Qur'ani. Jua kwamba kahifadhi yote, asingelipoa mtu ila ahlul li hadha shay, ni mtu mwenye shahada za kuweza kufanya hivyo. Hata hivyo wameweka mipango yake namna gani, njia za system ya nini, namna gani ya kukusanya Qur'ani. Lazima zipatikane kwa watu wawili, lazima hivi, wakakusanya mpaka kwa msafu. Watu walipodondoka hapa, Musailima al-Kadhab walikuwa na watu wake, na wanajua kwamba huyu kadhab sio mtume wa kweli. Hata kaitwa Musailima, ambe wallahi tunakujua uzuri kama wewe. Watu wake
kwamba wewe ni muongo wala si mtume, lakini bora muongo wa Bani Tamim sio nani kuliko ukweli wa Muhammad. Tazama ilivyokuwa kutetea kwa batil inavyokuwa hali gani. Jamaa yetu, jamaa dini haina ujamaa, dini iko kwenye haki bil qist. Kwa nini? Wa idha qultum fa'dilu, na mnaposema jambo semeni kwa uadilifu, walau kana dha qurba, hata ikiwa jamaa yako. Ndipo shuka aya za kumtetea Myahudi dhidi ya Ansar. Ansar atakumpetelea mwenziwe kwa uongo, ikashuka aya. Kwa almuhimu tuache, tutapoikumbuka aya tutaelezea hata katika darasa ijayo inshallah, nitatafuta. Kwa hivyo hapa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba, al-kadhib hapa katika hili kabair, awfu al-ahd, kutekeleza ahdi na al-kadhib pamoja naingia. Sawa, na kuvunja ahadi sio itakuwa fa'dilu wa bi'ahdi Allahi awfu, na tekelezeni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Dhalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun, haya ndio alikuhusieni Mola wenu hasa mkakumbuka, mkakumbuka. Hii darasa iliyobakia hapa inshallah kesho tutaendelea kwa kukamilisha hadha. Ili darasa tutaipitia mbio mbio tena zote hizi kabair na kumalizia kwa aya ya 153 biidhnillah. وبهذا نكتفي والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب